Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Natamani kujua jinsi ambavyo ulimfahamu Onyango, kufanya kazi kwa muda mrefu na mpaka unapata taarifa ya kifo chake. Labda niseme mzee Onyango nilimfahamu mimi nikiwa kama fani wake. Nilikuwa nampenda wakati ule niko mdogo, yeye anacheza mchezo wa redio. Nilikuwa nampenda kwenye redio. Alichangia kama kidogo, basi tuliingia wote kwa kucheza michezo ya kuigiza kwenye redio. Ndani nilikuwa na mmoja wote hao walikuwa kidogo sana. Pale tulikuwa na jicho kusomea naye zaidi ile kinachotaka na mambo ya kufanya kazi kwa Tanzania brand Limited kama mahaipa kuhakikisha kwamba tunafanya promote brand zote za so pale tulijiona kwa karibu sana kusafiri mikoa yote kwa Tanzania akiwa mtu wangu wa karibu bwana kupata tatu limu ya ukongo wake na kadhalika. Kuanzia pale nilijiona naye kwa karibu zaidi mpaka anapoweza na taarifa ya msiba labda uko kufahamu kwamba alikuwa ameugua. Wakati tatu au mwezi uliopita alikuwa kila mwaka moyo. Ulipata bahati labda yes, tuliongea vitu na alikuwa anajitahidi kupata yake alijitahidi na aliperform pamoja na mzee wake, lakini alifanya na hatujui sasa pale kwa sababu sisi bado tunaendelea ile kana na kwa jinsi ambavyo nilimuita kwenye hiyo tamthilia, lakini uwezo wake ambao mliuona na kusema huyu anaweza kukava yeye, unamzungumzia yeye ni entertainer, unajua ameongea kwa so mimi huwa nazungumzia namna uigizaji na ninafananisha na soka. Yule alikuwa ni striker. Watu wa comedy mara nyingi wanakuwa na striker kwa sababu wanaamsha na wanafurahisha. So alikuwa akifanya vizuri sana na sio yetu kwa enjoy kwa sababu ukicheza naye na mara nyingine kimajuto au kucheza nao lazima ucheze. Mwanzo sio kati subiri kurudi tena kwa sababu ni entertainer, full entertainer. Kipi ambacho wewe uko unakifurahia kwake, ambapo mkiwa kwenye kazi, mkiwa mbele ya set au nje ya set? Anapenda watu kimya, charming, alafu anajishusha kuwa tunaokuwa mmoja. Kwa hivyo say stupid things nasema wote, mnafanya vitu hivi mnafanya wote, yani alikuwa anajishusha na mnakuwa mnakuwa mmoja. Kwa hiyo alama ya namna gani? Nzito sana. Sababu sisi tunakuwa tunamuona na mimi nazaidea huku sasa. Pamoja na uzee huu unajua chumba kilikuwa tangu mwanzo na mpaka tumefariki bado tulikuwa tunafanya hizo kazi. Kwa hiyo wewe ni kaka mkubwa kwenye kiwanda cha movie, labda wasiseme lakini mimi lazima niseme kwa sababu nimeanza kuangalia katika kipindi hicho cha mambo hayo, nimekufuatilia, naona kiwango chako bora muda wote. Unadhani wasanii wa sasa hivi wanatakiwa kujifunza nini kwa marehemu Onyango ambacho wewe pia ushawahi kujifunza na ndio kinakufikisha hapo, kuwa na nidhamu, heshima, kutokuandika vibaya kwenye magazeti wala kuzungumzia vibaya kwa maana ya kuweka zile skendo na kufanya hivyo? Ni kitu gani special ambacho wewe binafsi umejifunza na unacho unaishi nacho kama vile ambavyo alikuwa anaishi nacho marehemu enzi za uhai wake? Self discipline ni kuwa na adabu katika shughuli unayofanya. Shughuli yote unayofanya unatakiwa uwe na adabu nayo. Ukiwa na adabu utaitwa kama sisi tulimuita na mzee, lakini mzee anatoka huku Kawe anakuja let's say kuna shughuli kule kuna shughuli kule Kimara ndani huko. Lakini anakuja mzee na anakuja kwa time. Anapokuja anaweza akaleta jokes. Anapofika pale lazima mcheke kwa sababu anaweza kuja kwanza nikabueni nguo ninazotaka ziko nakagua, alafu kwa mfano amechelewa sasa
atakapoanza kujitetea basi anaisha pale na maisha yanakwenda. Kwa hiyo jana kujifunza, kupenda kwanza tunachokifanya na tuamini kwamba tunajua zaidi. Kila siku tukubali kuelekezwa, kila siku tukubali kwamba labda kuna wengine wanajua zaidi yetu, lakini sisi tunapata bahati ya kukaa hapa mbele. Kwa hiyo kila nafasi tunapata kwetu na tunafanyia kazi. Tunajifunza nini kutokana na kifo hiki kwa sisi ambao tumebaki, na tunaamini wote tutaenda kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio ametuumba na yeye ndio atatuchukua. Kwamba hatujui hapa tuko wazima sasa hivi, anakutarajia wala kufikiria kwamba labda leo tutakuwa tunakwenda kumzika. Kwa hiyo tujiandae, maisha ni ulivu wangu atishi leo tunavyoishi ndio tunaishi kama tunavyoishi. Pole sana kwa hicho. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.